mukisikia party leader akizungumzia maneno ya power, ni kwa sababu anatafuta empowerment ya vijana wetu, na ndio sababu amelete sisi hapa asubuhi ya leo. Kwa muda mrefu hakuja kuwa na mpango maalum ya ajira ya vijana wa taifa letu la Kenya. Kwa muda mrefu, the young people of our nation for a very long time have been seen and perceived as part of the problem. Yet, the young people of our nation are the biggest part of the solution for the challenges facing our nation. And that is why we have deliberately undertaken and have measures and plans to ensure that we do not just talk about youth empowerment. We do not just talk about jobs for the young people. We have deliberate, intentional mechanisms of ensuring that the young people of Kenya are employed. For a very long time, let me say this, the young people of our nation have been used as political tools, as goons, as bloggers, as supporters for politicians. We want to say the young people of our nation deserve better. And that is why I want to stand here in Bondo and tell the people of Bondo, the young people of Bondo, as I tell the young people of Kenya, this is your opportunity, the young people of Kenya. Do not accept anything less. Mtu asikutumie kufanya fujo, ama kupiga kelele, ama sijui unamfanyia blogging, ama sijui unamfanyia kazi ya mambo ya siasa. Pia na wewe uko na watoto na uko na maisha. Ni kweli ama si kweli? Pia na wewe uko na watoto na uko na maisha. Kwa hivyo, mimi nataka niwaeleze vijana wa Kenya. Muko na nafasi awamu hii. Tuko na mpango wa affordable housing, kujenga masoko, kujenga manyumba, kujenga hostels. Pale kuna nafasi ya vijana wa taifa letu la Kenya. Vijana, nataka munisikize. Tuko na nafasi kupitia kwa maneno ya export of labor. Leo katika taifa letu la Kenya, tuko na vijana 1540 ambao wanafanya kazi nje ya Kenya. Wanajisimamia, wanapata pesa, wanasimamia familia zao na wanajiendeleza maisha yao.